السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam Sayyidina Ahmad Islam katika kitabu chake Safina ya Nuhu anasema Mwenyezi Mungu anataka yaingie mapinduzi katika maisha yenu na anataka kifo kutoka kwenu, na baada ya hapo atawahuisheni. Akasema fanyeni suluhu haraka kati yenu na sameeni dhambi za ndugu zenu, na ni mwenye shari yule mtu ambaye hasamehi dhambi ya makosa ya nduguye, yeye atakatwa. Na sinasema akasema kwamba acheni ubinafsi kwa kila namna, na acheni upingamizi wa kila aina. Acheni ubinafsi kabisa, msiwe mnene wa ubinafsi, kwa sababu mlango mtakaopita pale mtu mnene mwenye ubinafsi hawezi kupita. Kati yenu mbora ni yule ambaye anasamehe zaidi makosa ya nduguye. Maandiko haya ya Islam mara kwa mara katika hutuba mbalimbali yanaendelea tunayasoma, na katika maandiko hayo hilo sentensi ya kwamba fanyeni nekevu hata kama wa kweli, hilo sentensi ni maarufu sana. Na baadhi ya wakati watu huwa wanaishughulikia vizuri sentensi hii, lakini upande wa pili mara nyingine hata hivyo hawaachi ile tabia ya ubinafsi. Sayyidina Ahmad Islam maandiko yake haya ambayo aliweza kuingiza katika mafundisho yake, haya ndiyo ambayo Sayyidina Islam anataka kutoa kwa wafuasi wake. Haya ndiyo mabadiliko ambayo Sayyidina Islam anataka katika maisha katika wafuasi wake. Na mtu anaposoma maandiko na mafundisho ya Sayyidina Ahmad as-Salam, kwa kweli anapata
msikitiko anatetemeka kabisa, kwa sababu ndiyo ni mazito sana. Lakini wapo ambao bado hawavi tayari kufanya suluhu au kusamehe makosa ya ndugu zake. Kama nilivyosema kwamba baadhi ya watu wanaandika kabisa kwamba tunataka kufanya suluhu, tunanyenyekea zaidi, lakini hata hivyo upande wa pili mwenzetu anashika njia ya zulma na anashika njia ya ubinafsi. Kama wanavyoandika ndivyo ilivyo, basi kisha waiache kwa Mwenyezi Mungu swala lake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Sayyidina Islam alisema kwamba yeye atakatwa, na Sayyidina Islam alisema kwamba ni mwenye bahati mbaya sana yule ambaye anaendelea kuonyesha tabia hii na haachi tabia ya namna hiyo na hajirakibishi. Upande moja anafanya ahadi hii baada ya kuingia katika bayati ya Sayyidina Islam kwamba sisi hatutaleta uharibifu na tutaiacha ubinafsi, lakini upande wa pili hawataki kufanya suluhu na kuacha ubinafsi. Basi hii itakuwa naenda mbali na ahadi yake ya bayati. Sayyidina Ahmad al-Islam alisema jumuiya yetu isiwe ya kusema tu, isiwe tu ya maneno tu. Wanajumuiya wasiwe wanasema tu kwa maneno, bali wawe wenye kutimiza ahadi ya bayati ipasavyo, na walete mabadiliko ndani ya nafsi zao. Na hawawezi kumridhisha Mwenyezi Mungu kwa maneno kama hakuna mabadiliko katika nafsi zao. Basi kisha hakuna tofauti kati yenu na wale ambao wanaowapinga. Basi Islam kwa uwazi kabisa alisema, bila ya kutimiza ahadi ya bayati basi na lengo la bayati, hakuna faida ya kuingia katika bayati. Na kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, bila shaka wanatakiwa ya kwamba watimize wajibu wa wanadamu wenzao na kusamehe makosa yao na kuacha ubinafsi. Huzur Sayyidina Islam anasema kuhusu yeye mwenyewe kwamba mimi namwapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba kama kuna mtu ambaye ameniita Dajjali hata kama mara 1000 na maelfu, na amejaribu kunizalilisha kwa kila namna, na kama atapenda kufanya suluhu nami, na basi haiwezi kuingia moyoni mwangu na haingii moyoni mwangu kabisa ya kwamba huyu alinitendea vipi huku nyuma. Basi mimi nasiha yangu ni hiyo ya kwamba kumbukeni mambo mawili. Ya kwamba muogopeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na fanyeni watendeni ndugu zenu vile mnavyoitendea nafsi yenu. Kitu chochote unachopenda kwa ajili ya nafsi zenu, basi kile kile muwe mnakipenda kwa ajili ya ndugu zenu pia. Na kama kuna mtu ambaye aliweza kufanya kosa lolote, basi msameheni na msiweke chuki katika vifua vyenu. Basi kila wakati jambo hilo liwe mbele yetu na liwe nafsini kwetu, ya kwamba katika dunia hii kwa leo, siku hizi, kila mahala kuna fitina na uharibifu,
na sisi sasa tuko ndani ya ahadi ya bayati ya Sayyidina Islam, na sisi tuko ndani ya hifadhi fulani, na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutujalia hifadhi hiyo. Na Mwenyezi Mungu ametulinda na maafa mengi na matatizo mengi kutokana na ahadi hii ya bayati. Lakini kwa kiasilia tutaweza kuwa ndani ya hifadhi pale ambapo tutakapokuwa tunajikumbusha kabisa ya kwamba sisi hatutawatendea vibaya, hata kama kutakuwa na hitilafu kati yetu. Waila kama tutakuwa tunadai ya kwamba sisi tumeingia katika ahadi ya bayati, basi hilo litakuwa dai tu na maneno matupu. Kisha hatutakuwa wenye kupata faida kwa kuingia katika bayati kama hatujirakibishi, na tutaweza kupata faida hasa pale ambapo tutakapokuwa tunashika kila hulka njema katika tabia zetu. Na suluhu ni hulka njema ambayo Sayyidina Islam aliweza kukumbusha mara kwa mara kwa kila mwanajumuiya kwamba aweze kuishika hiyo hulka njema katika tabia zake. Sayyidina Islam mara kwa mara katika vitabu vyake vingine pia na katika maongezi yake pia kila siku aliweza kutukumbusha swala hilo. Katika hadithi tunasoma ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba mwenye nguvu si yule ambaye atayemweza mwenzake, bali mwenye nguvu ni yule ambaye anayejidhibiti wakati wa hasira. Hii ndiyo shani ya mu'minio, ya kwamba aweze kuonyesha hulka ya namna hiyo wakati wa hasira, na katika hasira aweze kujidhibiti. Mkafiri hawezi kuonyesha hulka ya namna hiyo na kujidhibiti katika hasira, bali yeye atashangaa juu ya mafundisho ya namna hiyo. Tunasoma ya kwamba safari moja Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu aliweza kumweza mkafiri moja katika vita, na Sayyidina Ali alipomweza yeye akatema kwenye uso wake, na Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu alimuacha, na yeye huyu mkafiri alimuuliza Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala, kwa nini umeniacha wakati ulishaniweza? Akasema kwamba kwanza nilikuwa napigana na wewe kwa sababu ya Uislamu, lakini ulipotema juu yangu basi nikaona kwamba kuna ubinafsi umeingia humo, basi nimekuacha. Basi hii ndio mfano mzuri kwa ajili yetu sisi wa kuiga. Kwa hii ndio shani ya muaminia, kwamba awe anaidhibiti hasira yake na awe anaidhibiti nafsi yake. Lakini mkafiri hawezi kuonyesha hulka ya namna hii. Hii ndio shani ya kiaminio ambayo Sayyidina Ahmad Islam anataka ya kwamba ionekane katika kila Ahmadiyya, ili kwa kupitia sisi na kwa kupitia hulka zetu mafundisho halisi na mafundisho hasa na mafundisho bora ya Islam yaweze kubainika na yaweze kuelezeka mbele ya watu. Sayyidina Islam aliweza kusema wakati fulani akiwa na maongezi, hatutaki watu wenye nguvu sana katika jumuiya yetu ambao ndio wenye nguvu, wenye wababe, bali tunataka wale ambao ni wenye nguvu upande wa kuleta mabadiliko katika hulka zao na tabia zao, na wawe wenye kuboresha hulka zao na waweze kuwa wenye viwango bora kabisa katika hulka na tabia zao.
mwenye nguvu hasa ni yule yule ambaye anayeweza kubadilisha hulka zake kwa hulka njema, na anaweza kuonyesha hulka nzuri na njema katika tabia zake za kila siku. Kwa hiyo tumieni nguvu zenu zote kwa ajili ya kubadilisha hulka zenu na kujenga tabia zenu nzuri. Hayo ndiyo hasa tunayotaka kutoka kwa wanajumuiya wetu. Sayyidina Islam katika kikao kingine aliweza kusema, yule ambaye anaacha tabia zake mbaya na mazoea yake mabaya, na kisha anakubali tabia njema na hulka njema, na analeta mabadiliko katika tabia zake na hulka zake, hii ndiyo hasa karama kwa ajili yake yeye. Hii ndiyo muujiza kwa ajili yake yeye. Na mabadiliko hayo na ya kuleta mabadiliko mema katika hulka zake na kuwa mwenye hulka njema, hii ndiyo hasa muujiza kwa ajili yake yeye. Na hii ndio itakuwa athari hasa ya kuingia katika bayati. Kama kuna mwenye hasira sana na anakubali uvumilivu na unyenyekevu, na kisha kama ni bahili anaacha ubahili na anaingia kwenye ukarimu, basi hizi ndio hulka njema ambazo ameweza kuleta mabadiliko katika hulka zake na tabia zake. Aliacha hasira na alikubali unyenyekevu, na aliacha ubahili na alikubali ukarimu, aliacha husida na alikubali mapenzi kwa ajili ya watu. Basi haya ndio mabadiliko ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutoa kwetu. Basi kati yenu ni nani ambaye hataki kuwa mwenye muujiza? Na akasema ya kwamba mimi najua kabisa kwamba kila mmoja wenu anataka hivyo. Basi anasema ya kwamba kama mnataka muwe wenye muujiza, basi kwa ajili yenu hii ndio miujiza ya kwamba muweze kuleta mapinduzi na mabadiliko katika hulka zenu na tabia zenu. Acheni tabia mbaya, acheni hulka mbaya, na kubalini tabia njema na kubalini hulka njema katika mwenendo wenu wa kila siku. Kwa sababu muujiza wa namna hiyo ndio muujiza utakao kuwa wenye athari mkubwa sana, na mtakuwa wenye muujiza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtakuwa wenye muujiza mbele ya watu pia na viumbe wa Mwenyezi Mungu pia. Na sinasama alisema kwamba tumewaona wengi ambao waliokuwa wababe, waliokuwa wenye tabia mbaya na nini, lakini hawakubadilika kwa kuona miujiza mingine, lakini hawakuweza kukubali miujiza mikubwa, lakini walikubali muujiza wa kubadilika kwa watu na kuona mabadiliko katika tabia zao na hulka zao. Basi watu wa namna hii wapo ambao, kwa hiyo nasema kwamba miujiza ya kubadilisha na kuleta mabadiliko katika hulka ni miujiza mkubwa sana na ina athari mkubwa sana. Sayyidina Islam mwenyewe pia aliweza kuonyesha mabadiliko ya namna hiyo, muujiza wa namna hiyo, kwamba katika maongezi ya Sayyidina Islam kuna masingasinga wawili waliwepo, na wao akaanza kuongea ovyo katika kikao chake na katika maongezi yao.
basi huzur sayyidina islam alivumilia sana na hakunena hata neno moja na hakusema chochote, na wanajumuiya walikuwa wanasikitika sana, walikuwa wanaangalia hali walivyokuwa wanaleta fujo na walikuwa wanaongea vibaya, lakini sayyidina islam aliweza kuonyesha tabia hiyo. Lakini hii ilileta picha nzuri sana kwa waaminio na kwa ajili ya wale masahaba waliwepo katika kikao kile. Kwa hizi ndio hulka njema na hulka zenye viwango vya juu kabisa ambazo sayyidina islam aliweza kuonyesha katika maisha yake, na ndiyo anayotaka kutoka kwa wafasi wake pia. sayyidina islam anasema kwa bila ya fadhila za Mwenyezi Mungu hizi tabia mbaya haziwezi kuondoka katika nafsi zetu. Basi tujitahidi kabisa kama tuwe chini ya fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maradhi haya ndani ni nyingi sana na hatuwezi kuyaweza bila ya fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hizo maradhi zinaweza kuua hata haki za wanadamu pia, haki za watu pia. Na wapo ambao watakaoitwa maulama na wataonekana wenye hulka wenye elimu sana, lakini nao pia watakuwa na maradhi za namna hizo. Kwa hiyo bila ya fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizo maradhi hazitoki. Wanaweza kuwa na maradhi hiyo hata wale ambao ni maulama na wataalamu wa kidini na wanaonekana ni watu ambao wenye cheo kubwa sana katika dini, lakini wao pia wanaweza kuwa na nafasi maradhi hizo. Kwa hiyo hekima ni hiyo ya kwamba wao waweze kushindana na maradhi hizo na waweze kuondoa maradhi hayo katika nafsi zao. Sayyidina Islam anasema ya kwamba wapo ambao wanaokula haki ya mwenzake, ndugu yake, na vitu vya namna hii vinatokea kila wakati na kila siku, na wanaitegemea dunia zaidi kuliko Mwenyezi Mungu, na wanamwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya dunia. Na watu wa namna hii wapo wengi, na kama ukiwakumbusha watasema mbona sisi ni Waislamu. Kwa hiyo watu wa namna hii wameona kwamba kusema la ilaha illa Allah basi hiyo ndio inatosha sana, na kuitwa kwa Muislamu, kuitwa kwa jina la Muislamu basi inatosha sana. Sayyidina Islam anasema kwamba mimi nasema kwa uhakika kabisa kwamba mtu ambaye atakayeweza kuifahamu vizuri na kuielewa vizuri kalima yani la ilaha illa Allah, basi huyu anaweza kuleta mabadiliko makubwa sana na anaweza kuona miujiza mingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi niliyesimama hapa kwa nafasi hii, mimi sijasimama hapa kama mtu wa kawaida, bali sijasimama hapa kwa ajili ya kusomea kisa fulani, bali nimesimama hapa kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala sijali nani anasikia au nani hasikii, au anakubali au hakubali. Mimi nina wajibu, basi mimi lazima nitimize wajibu huo. Mimi najua kwamba wapo wengi ambao waliomo ndani ya jumuiya yangu, lakini wanasema kwamba wanaikubali tauhidi, lakini kwa kweli hawapo kwenye tauhidi.
Kwa hiyo wale ambao wanaokula haki ya ndugu zao, wale ambao hawaachi mabaya, tabia mbaya, hulka mbaya, mimi naweza kusema kabisa kwamba hawapo juu ya tauhidi, kwa sababu kukubali umoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wajibu. Baada ya hapo ya kwamba awe anatimiza haki za wenzake, na ambaye anaenda kinyume atakuwa anaenda kinyume na la ilaha illallah. Ambaye ana imani na la ilaha illallah hawezi kula haki za wenzake na haki za wanadamu. Na baada ya kuielewa la ilaha illallah, lazima kuna mabadiliko makubwa sana yanatokea katika nafsi ya mtu. Mtu mwenye la ilaha illallah hawezi kuwa na bughza, hawezi kuwa na husuda, bali yeye anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anaweza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na anaweza kuwa mwenye imani juu ya la ilaha illallah pale ambapo anapovunja masanamu haya ya ndani yaliyokuwa bughza, husuda na vitu vya namna hii na hasira. Kama tunataka ya kwamba tuwe wenye kumkubali Mwenyezi Mungu kwamba yu mmoja, basi lazima tuache kiburi, lazima tuache husuda lazima tuache bughza, na lazima tukubali suluhu. Na kama mtu anataka kufanya suluhu nasi, basi lazima sisi pia tusonge mbele na kufanya naye suluhu, na tuache husuda, tuache unafiki, tuache kuvunja kwa ahadi. Kama tutaacha haya yote na tutakubali kuleta mabadiliko katika maisha yetu, basi pale tutakuwa wenye kukubali la ilaha illallah kwa asilia yake. Kama masanamu haya yote yapo ndani ya nafsi yake, kivipi anaweza kusema kwamba anamkubali Mungu mmoja? Kwa hiyo kusema kwa ulimi, kusema kwa mdomo kwamba mimi namwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huku akiona jambo ambalo limefanyika kinyume na tabia yake na anashika hasira na ghadhabu, huyu mtu wa namna hii hawezi kuwa mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Kwa hiyo maradhi hizo haziwezi kutoka katika nafsi ya mtu bila ya fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kusema la ilaha illallah kwa mdomo, mtu hawezi kuwa mwenye kumuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali atakuwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mmoja pale ambapo atakapokuwa kama nguvu zote zinarejea kwa Mwenyezi Mungu, na ndiye yeye ndiye mwenye kila aina ya nguvu. Kisha mtu hawezi kula haki za wanadamu wenzake. Mtu ambaye hatimizi wajibu kwa wenzake, ambaye hafanyi suluhu, haachi uadui, basi yeye hawezi kuwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja. Hii ndio nukta ambayo au maarifa ambayo Sayyidina Islam aliweza kutuelezea, na atakayeelewa vizuri nukta hiyo na maarifa haya, basi yeye ndio ataweza kuleta mabadiliko katika nafsi yake. Basi kila mmoja wetu anatakiwa ya kwamba ajipime na ajichunge kwa kuweka maarifa hayo mbele yake, waila tutakuwa wenye kusema kwa mdomo ya kwamba sisi tunamwamini Mwenyezi Mungu mmoja, lakini kwa vitendo tutakuwa tunaenda kinyume. Sayyidina Islam katika kitabu chake Falsafa ya Mafundisho ya Dini ya Islam anasema ya kwamba namna gani mtu anaweza kuacha shari na anaweza kukubali tabia njema.
kwa hiyo Sayyidina Islam alisema ya kwamba namna moja ya kuacha shari ni hiyo ya kwamba mtu asifanye asilete hasira juu ya wenzake, bali ndio awe yuko tayari kufanya suluhu na awe mnyenyekevu. Kwa hiyo asifanye dhuluma kwa mtu mwingine yote, na asiwe mwenye shari kwa namna yote ile. Kwa hiyo kuongeza mapenzi kati yetu sisi ni muhimu. Huzur anasema kama bila shaka suluhu ni hulka njema kabisa na kubwa sana, na hii ni muhimu sana. Na kwa kushika hulka hiyo ndiyo mtu anaweza kuwa na ile hulka nyingine njema ambayo ni ya kiasili kabisa ya kuwa na mapenzi. Bila ya kushika suluhu mtu hawezi kuelewa maana ya mapenzi pia. Kwa Semesama alisema ya kwamba suluhu hiyo ndiyo tabia ya kiasili ambayo binadamu anazaliwa nayo akiwa mtoto. Lakini mtu anaweza kuelewa hiyo hali tabia ya kiasili pale ambapo anapokuwa na akili, na kama hana akili hawezi kujua hiyo hulka njema ya kiasili. Kwa hiyo hawezi kuelewa muda gani ndio afanye suluhu, muda gani asifanye suluhu. Vitu hivyo ndio sasa kutokana na akili ndio anaweza kuelewa kwamba wapi ashike hulka hii ya suluhu na wapi ndio ashike hulka nyingine. Kama mtu anaitumia hulka hii ya suluhu kwa kutumia akili zake kabisa na kwa kufanya kwa kufungania, basi pale itakuwa hii hulka njema. Na mtu kwa kuona mazingira ya kila namna na kisha ndiyo anashika hii hulka ya kwamba asionyeshe sharia aina yote ile na awe anafanya suluhu, basi hapo itakuwa hiyo hulka njema. Hulka njema zinazoitwa hulka njema zile zinakuwa kwa kushika uadilifu na kwa kutumia akili na busara na hekima. Waila hali zinazoonekana katika nafsi ya mtu bila ya kutumia akili na bila ya kushika uadilifu, zile zinakuwa si hulka bali zinakuwa tabia za kiasili tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa aslihu zata bainikum, fanyeni suluhu kati yenu, wa sulhu khair, na suluhu ndio bora. Wa in janahu lisalme fajna laha, basi kama wao watanenekea elekea kwenye suluhu, basi wewe pia elekea kwenye suluhu. Yani kama upande wa pili wanaelekea kwenye suluhu, basi nawe pia ufanye suluhu. wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna,
na kwamba watumishi wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanaotembea juu ya ardhi kwa unyenyekevu. Wa iza marru bil lagwi marru kirama, kwamba wao wanapofanya upuuzi basi hao yani watu wa Mwenyezi Mungu wanapita kwa heshima. kisha aliandika aya kwamba idfa billazi yasan faidallazi bainaka wa bainahu adawatun kanahu waliyun hamim, ya kwamba ujilinde na upishane nao kwa kile kilicho bora. Kisha yule mtu ambaye ana uadui na wewe anaweza kuwa kama rafiki wa moyo kabisa. Huzuri anasema ya kwamba fanyeni suluhu na kubalini tabia ya suluhu, kwa sababu hii ndio sifa ya wale ambao ndio watumishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama wanaona kwamba sehemu fulani kuna mapigano au vita vinaweza kuanza, basi wao wanapita kwa heshima na wanaachana, wanajiepusha na hali ya namna hiyo kwa heshima kabisa, na hawapigani kwa mambo madogo madogo, na hawapendi kuleta fujo. Kwa hiyo ni kwa ajili ya waaminio ya kwamba mambo madogo madogo wasiingize moyoni, bali ndio wayaache na wasiweke bughudha katika nafsi zao. Kwa hiyo kama mtu analeta fujo, analeta matusi na anatukana, lakini wanaona kama hakuna mtu anaonyesha tabia ya namna hii, lakini kama wanaona kama maneno ya namna hii hayaleti hasara yote, basi mtu aipukane naye. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anataka kuleta hasara ndogo ndogo na analeta mateso madogo madogo, basi ni bora mtu achane nao na aipukane naye. Na kama mtu utakapoonyesha tabia nzuri na hulka njema, basi mtu wa namna hii pia huenda atakuwa rafiki. Sayyidina Islam anasema kama kwa ajili ya kutayarisha jumuiya hii, ya kwamba lengo la kuanzisha tabia hii ni kwamba ili takuwa aingie katika kila kiungo cha mwili, iwe jicho, liwe sikio. Mimi nimeona ya kwamba katika jumuiya wapo watu wengi ambao bado wana hasira na tabia za hasira, na kwa mambo madogo madogo wanaanza kuweka husuda na bughudha katika nafsi zao. Kwa hiyo anasema kwamba acheni tabia za namna hizo, leteni mabadiliko katika nafsi zenu. Kwa hiyo aonyeshe subira na alete maendeleo katika nafsi yake, kwenye hulka zake, na kisha afanye maombi kwa moyo kabisa kwa ajili ya mtu wa namna hii ambaye anayeleta chuki na husuda na bughudha kwake. Jinsi zilivyo kanuni za dunia, basi ndivyo ilivyo kuna kanuni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama dunia haiachi kanuni zake, kwa nini Mwenyezi Mungu aache kanuni zake?
Kwa hiyo kama hatutaleta mabadiliko katika nafsi zetu, basi nao pia hawatapata athari yote ile. Kwa hiyo kama mtashika hulka njema na mtaonyesha tabia njema, basi hapo ndio mtaweza kuleta athari pia. Kwa hiyo sisi tulipoingia katika jumuiya, lengo letu lilikuwa kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuweze kuhuisha wema haswa. Basi kwa ajili ya lengo hilo lazima tushike hulka hizo njema, hulka ambazo ni za kutimiza wajibu wa wenzetu. Kama umejenga uhusiano nami na umeingia katika jeshi langu, basi kisha shikeni hulka njema na acheni tabia ya ufisadi na uharibifu. Basi wasafishe mioyo yao na waongeze rehema katika nafsi zao, na wawe wenye rehema na kwa wanadamu, na waeneze suluhu katika dunia, kwa sababu ndivyo waeneze suluhu, kwa sababu Islam itaenea kwa njia hii na dini itaenea kwa njia hii. Basi simameni na fanyeni suluhu, basi amkeni, inukeni na fanyeni suluhu. Mahala pengine Islam anasema, akiwasihi wanajumuiya, mimi kwa sasa wale ambao wanaonikubali kuwa masihi aliyadhihiwa, na wasihi kabisa kwamba siku zote waepukane na tabia mbaya, na Mwenyezi Mungu aliyenituma kwa kuwa masihi, mimi nawahusieni kabisa kwamba jiepusheni na kila aina ya shari, na fanyeni suluhu na wanadamu wenzao, na onyesheni rehema kwa wanadamu, kwa sababu kwa tabia hii mtaweza kuwa kama malaika. Ile dini ni dini chafu ambayo haina rehema kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo nini ambao mliopo pamoja nami, basi nini msiwe kama hivyo, bali nini mfikirieni kabisa kwamba kwa dini kuna mabadiliko gani yameingia. Si lengo lenu kuwaumiza wenzenu, bali njia ya bali dini ndio kwa ajili ya kumuunganisha mwanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ile haiwezekani mpaka Mwenyezi Mungu mpaka binadamu washike hulka za Mwenyezi Mungu, na hii haiwezi kutokea bila ya kufanya juhudi na bidii za dhati. Kwa hiyo fanyeni juhudi ili kutoka mbingu mupate rehema. Njooni niwaonyeshe njia ambayo nuru yenu itakuwa juu kuliko nuru zingine zote. Njia ni hii ya kwamba acheni kila aina ya hasira na husuda, najipotezeni katika nafsi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio njia ambayo pale mtu ambaye anaweza kuonyesha miujiza na malaika wanashuka juu yake na anapata maendeleo. Jifunzeni na yule dhobi ambaye anayefua nguo na anazichemsha katika maji ya moto kabisa, na anayachemsha sana, na kisha
anazichukua nguo hizo na anaanza kusuza na maji mazuri na anayapiga juu ya jiwe mara kwa mara. Kwa hiyo uchafu unaanza kutokana na ile moto, na kisha vile vile kutokana na kupigwa na dhobi huyo. Ndivyo ilivyo katika siku hizi katika mashine za kufua, ya kwamba uchafu unatoka kutokana na juhudi na ndio pale mtu anatakata nguo zake. Kwa nafsi pia unaweza kuitakata kwa njia hii. Ndio jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an tukufu anasema kama kadaflaha man zakaha, kwamba yule ndiye atapata ufaulu ambaye atakayejitahidi kuisafisha. Na hii ni sawa na mfano ile ambayo tunasema aliweza kutoa mfano wa dhobi wakati kwa ajili ya kutakata nguo zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidie sana kwamba sisi wenye unyenyekevu, wenye kufanya suluhu, wenye na wenye kueneza mapenzi katika dunia na matamanio ya dunia yasitutawale sisi, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweze kujenga naye uhusiano mzuri. Hii ndio siku zote iwe matamanio yetu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.